Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameona ni vema kuboresha hata huduma za afya kwa maana ya kuweka bima ya afya kwa wote. Ingawa bima ya afya tumekuwa nayo muda mrefu NHIF, lakini pia tumepitia CHF, mfuko ambao tunakuwa tunachangia kiasi fulani kwa watumiaji 6 kwa mwaka mzima, tukaona haitoshi na yenyewe iwe na maboresho yenye kuleta ufanisi mkubwa katika swala zima la afya za wananchi wanaoishi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia Arusha tukiwepo. Kwa hiyo tukaona si vema kukabiliwa na machangamoto lakini kukaa nayo watu wasipate elimu hiyo. Tukaona mwaka huu usiishe, uwe ni mkakati wetu wa kwanza kutoa elimu, ili kila mmoja elimu hiyo imfikie, labda tunaweza tukatatua changamoto. Hatutarajii Mtanzania, hatutarajii Mwanaarusha akae pembeni amejitenga na fursa hii ya kuwa na bima ya afya kwa wote. Viongozi wa chama, wa serikali, viongozi madiwani, huwa tunawasaidia wenzetu kwa kuombea wahisani kuweka token yao katika mfuko unaostahili ili waweze kupata matibabu. Lakini tukajipange vizuri zaidi, kila kata na uongozi wote wa kata, kila mtaa na viongozi wote wa mitaa, tukute kila mwananchi anafikiwa na elimu hii, baadaye isiwe changamoto. Baada ya maneno haya machache, mafunzo yetu ya bima ya afya kwa wote yamezinduliwa rasmi. Kazi iendelee. Kwa majina anaitwa Miraji Kisile, ni mtumishi wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Arusha. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeanzisha sheria mwaka 2023 ya kuja na sheria ya bima ya afya kwa wote. Nia yake tu ni njema, kuhakikisha kuwa na mfumo madhubuti wa uchangiaji katika sekta ya afya. Swala la bima lisiwe swala la hiari, iwe swala la utekelezaji wa kisheria. Kupitia sheria ya mfuko wa taifa wa bima ya afya imeainisha makundi mbalimbali. Makundi mojawapo, kundi la watumishi wa umma, kwa lazima sasa wote watatakiwa kuwa wanachama, wanachangia katika mifuko mbalimbali ya bima ya afya. Hapa tunazungumza hata yale makundi ambapo serikali ina share asilimia chache, basi wale nao waweze kuwa katika utaratibu wa bima ya afya, waweze kuchangia ili kuharakisha ukuaji wa sekta ya afya. Lakini pia sheria inakwenda kulazimisha wafanyakazi wa sekta rasmi, sekta binafsi, kwa mfano makampuni mbalimbali ya watu binafsi pamoja na taasisi, mashirika ya kijamii, yale yote ya binafsi ambayo sio ya serikali, kwa sheria yanakwenda kulazimisha lazima wafanyakazi wa hayo makampuni wawe wanachama katika mifuko ya bima ya afya. Lakini pia kuna makundi mengine yameweza kutambuliwa, ni makundi muhimu kabisa. Kwanza likiwepo kundi la wajasiriamali mbalimbali, aidha babalishe ama mamalishe, vijana wa bodaboda, wa machinga na wajasiriamali wengine wote wanapata fursa ya kuweza kuunganishwa katika huu utaratibu katika mifuko ya bima ya afya, na wao wamewekewa utaratibu namna ambavyo ya kuchangia. Lakini tuna makundi kama vile wanahabari, kupitia vyama vyao vya wanahabari wataweza kuunganishwa na mfuko katika mifuko ya bima na wataweza kupata huduma mbalimbali kulingana na kitita ambacho wao kama wanahabari wametambuliwa. Kuna kundi la wazee wasiojiweza pamoja na kaya maskini. Serikali imeweka utambuzi wa kaya maskini. Kaya hizi zitaendelea kutambuliwa na serikali zitaweza kuwalipia wazee wote wasiojiweza zile kaya maskini pamoja na makundi mengine ambayo yanahitaji kulipiwa na serikali. Serikali itaweka utambuzi na tayari ishaweka utambuzi na tayari imeshatenga fedha kuangalia namna gani mpango huu utakapoanza Januari 2026 basi makundi hayo yaweze kujumuishwa. Kupitia utaratibu wa bima ya afya kwa wote, utaratibu utakuwa kwa kaya. Kaya tunazungumza familia, mume, mke na wategemezi wasiozidi 4. Wategemezi ni watoto wako wa kuwazaa, ama mtu anaweza akaika wazazi wake,
ama wazazi wa mwenza wake, au anaweza akaweka mdogo wake, yani dada au kaka. Cha msingi tu wale wategemezi hawa dada au kaka wasizidi umri wa miaka 21. Wale wote ambao wamezidi miaka 21, basi wao watapaswa kutengeneza kaya zao na wakaweze kunufaika kupitia utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Gharama za uchangiaji. Kwa kuwa tunachangia kwa kaya, kutakuwa na kitita muhimu cha kuweza wananchi kuweza kuchangia. Wananchi wote ambao hawako kwenye mfumo rasmi wa ajira au wa uchangiaji, wao watachangia shilingi 150,000 kwa mwaka. Yaani kaya itachangia 150,000 kwa mwaka. Yaani yule mama lishe ama bodaboda ama mjasiriamali mwingine wa kawaida ama mwananchi mwingine ambaye mwenye uwezo na kipato atachangia 150,000 kwa mwaka. Hiyo itakuwa ni anatengeneza kaya yake, itamwezesha kumhudumia yeye mwananchi pamoja na familia yake, yani mume na mke na wategemezi wasiozidi 4. Gharama za dawa zote zitalipwa kupitia mpango huu wa bima afya kwa wote. Hapa tunazungumza dawa hizi za kawaida, magonjwa ya kawaida, dawa za wale wa magonjwa ya kila mwezi, kwa mfano sukari na presha na magonjwa mengine, yote utayapata kwa bima, utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Lakini pia kuna gharama za kulazwa. Hapa tunazungumzia kuanzia kulipia kitanda na huduma za matibabu ukiwa pale hospitalini, zote zitalipiwa kupitia mpango huu wa bima ya afya kwa wote, ambao mwananchi wa kawaida amelipia kaya yake ya shilingi 150,000 kwa mwaka. Kuna baadhi ya watu wenye bima, ukienda unaambia hii haiko kwenye bima, hii haiko kwenye hiyo. Hebu jaribuni sana kukaa vizuri na kuondoa hizo kero ambazo ziko katika bima. Unaambia hii kipimo haiko katika bima, dawa hii haiko katika bima. Sasa vitu kama hivyo mviangalie. Wananchi wanaweza kujitoa muhanga wakaenda wakalipa hiyo 150,000, lakini wasifike pale hospitalini wakaanza kubugudiwa kwamba hii haiko kwenye bima, hii haiko. Hapana, hiyo hapana, hiyo hapana. Mkarekebishe vizuri muundo wenu, mkarekebishe. Wananchi wa Arusha wapate mema. Hii ni Geneva of Africa. Wakienda NSK wapate huduma, wakienda Selene wapate huduma, wakienda ICC wapate huduma, Mount Meru wapate huduma, bila kuambiwa hii haiko kwenye bima au hii hairuhusu tabibu ya kitaalamu. Hii hapana, hii hapana, hii hapana. Tusiendelee kuwaumiza wananchi hao. Na Mheshimiwa DC, naomba nitoe wito tena kwako. Najua kwamba baadhi ya madaktari wana taaluma na kazi zao, lakini baadhi ya madaktari hawazingatii taaluma zao. Wanafika pale na ambao nenda kakate faili wakati mgonjwa yuko mahututi. Hii si sawa. Mgonjwa hudumia wakati utaratibu mwingine unaendelea. Na lingine, Mheshimiwa DC, pale wanaopata ajali, ile kitu imeitwa ajali. Hakuna mtu aliyetegemea kwamba ajali itatokea. Tunaomba vile vile kwenda hospitalini wahudumia wapate first aid, alafu mambo mengine yafuate baadaye. Sasa kwamba utafuta ndugu zako, hii ajali imepata akiwa barabarani, ndugu zako atawapata wapi? Waendelee kupata huduma kwanza wananchi, mambo mengine yafuate baadaye. Kwa majina naitwa Upendo Emmanuel Mushi, ni mnufaika wa elimu iliyotolewa hapa wilayani Arusha mjini kuhusu mpango wa bima ya afya kwa wananchi wote. Elimu hii iliyotolewa leo kwa kweli inaenda kutunufaisha sisi wananchi, kwani tunaenda kuhamasika zaidi katika kulipia bima ya afya, ambapo kwa mwaka mzima ni kiasi cha shilingi 150,000 kwa wajasiriamali, lakini kwa wale wenye hali ambao hawana ajira, manake watalipia shilingi 115,000. Kupitia mpango huu inaonyesha kwamba wananchi wetu ambao tuko katika hadhi ya kawaida tutaenda kunufaika kupata huduma ya afya kwa unafuu zaidi ukilinganisha na hapo awali. Kwa hivyo tunawashukuru sana wilaya ya Arusha mjini kiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Joseph Modest Mkude kwa kuleta elimu hii, lakini kuleta mpango huu ambao utaenda kuwanufaisha wananchi wa Arusha kwa mikoa yote.
Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.